Nataka tuingie katika kitabu ambacho ni cha Luka pale 12 pale 15. Maandiko inasema hivi. Kitabu ni cha Luka 12 ndio Luka, halafu 15. Hivi ndivyo neno la Mungu linasema. Maana ni vizuri kusikiliza neno, kwa sababu hatutaishi kwa mikate, hata hatutaishi kwa ugali wala kwa wali, bali tutaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa ambacho ni cha Mungu. Na hivyo basi, wacha tusikie Luka 12:15 vile Mungu anavyonena. Na kubarikiwa ni wale ambao wanapenda neno la Mungu, maana watapata hekima. Maandiko inasema hivi: ndipo Yesu akawaambia, jihadharini na jirideni na aina zote za choyo au tamaa, kwa maana maisha ya mtu hayatokani na wingi wa mali alizo nazo. Unasikia Yesu anasema nini? Ya kwamba tujilinde na aina zote za tamaa, maana maisha ya mwanadamu yani haipimwi au hayatokani na wingi wa mali alizo nazo. Hivyo ndivyo Mungu anatuambia. Maana dunia hii tamaa inazidi na kuongezeka dunia hii. Choyo inazidi na kuongezeka dunia hii. Na watu wanadhani ya kwamba, wengi wanadhani ya kwamba wingi wa mali, kuwa bilionea, kuwa na mashamba mengi, kuwa na vitu vikuu au wingi wa mali, ati hiyo ndiyo maisha. Au si ndio? Kila mtu anasema hivyo, ya kwamba ukiwa na wingi wa mali, ukiwa na mali milionea, ukiwa na nguzi mingi, mtu anaona kama ndio uko na wingi wa maisha. Lakini Yesu anasema nini? Wingi wa mali, wingi wa mali hautokani wingi wa mali alizo nazo, sio kwa sema ni maisha. Sikia, kwa maana maisha ya mtu hayatokani na wingi wa mali alizo nazo. Maana kama wingi wa maisha ya mwanadamu unatokana na mali aliyo nazo, basi kuna mabilionea ambao sasa hivi wako katika wafu, walikufa. Maana wingi wa mali sio wingi wa maisha. Kwa hivyo wingi wa mali, wingi wa maisha. Kwa hivyo ni nini hiyo ambao ni wingi wa maisha? Na hapa ndipo Kristo anasema tujihadhari na tamaa, tujihadhari na choyo, maana tamaa ndiyo inaua watu. Uchoyo wa mali, tamaa ya dunia, tamaa ya kutajirika, tamaa ya pesa, tamaa ya vitu vya dunia, tamaa, wingi wa mali, wingi wa wanawake. Unaona? Hiyo sio maisha. Lakini shetani amekuja kudanganya watu hapa duniani ati ukiwa na wanawake wengi wewe uko na maisha. Ukiwa na mali mingi uko na maisha. Ukiwa mtu mwenye hela mingi na bilioni mingi, wewe uko na maisha. Hiyo sio maisha. Pesa haiwezi kukupa maisha, haiwezi kukuongezea hata siku moja. Maana kama ingemuongezea, huyo mtu hangekufa. Leo hii kama wingi wa mali ndio unafanya watu waishi, hata kuna mababu wa mababu wangekuwa wanaishi. Hata wafalme waliotangulia kama wakina Kenyatta wangekuwa wakiishi, maana wako na mashamba. Unaenda huko Murang'a unasikia huko ni kwake, ukienda Juja, Ruai, yote ni kwake. Yaani ukienda hata Nairobi unasikia Kenyatta Road, Kenyatta Street. Yaani hata wanaitanishwa na mabarabara. Lakini bado walikufa, maana wingi wa mali, wingi wa manyumba au mashamba. Hiyo sio kumaanisha ya kwamba uko na maisha. Lakini shetani amedanganya watu ya kwamba ukiwa na utajiri, ukiwa na hizo mambo, yani wingi na hiyo tamaa ya dunia, uko na maisha. Lakini hapo kuna siri. Hapo kuna siri, maana wengi wamekufa wakitafuta mali. Wengi wamejiingiza katika mitego ya kishetani wakitafuta mali. Amen. Hata wengi wamebadili injili, kama wachungaji wamebadili injili, wamebadilisha injili kwa sababu ya wingi wa mali.
wingi wa sadaka. Unaona? Sasa tajia wakati nimehubiri hapa, nani amenipatia sadaka? Nani amenipatia sadaka nimrudishie leo? Wiki mbili zinaenda, hakuna. Unaona? Maana siko hapa kwa sababu ya sadaka, na sitabadilisha injili ili nipate faida au baraka au sadaka. Maana maandiko inatuambia tujihadhari na tamaa, maana tamaa ndio imefanya watu wengi wabadilisha injili, ndio sadaka kuletwa ziongezeke na faida ya kuongeza washirika. Unaona ya kwamba kuna watu wamebadilisha injili, hata wachungaji wameiacha imani ile ya kweli kwa sababu wanatafuta wingi wa washirika, wakidhania wakiwa na washirika wengi wako na maisha. Hamuna. Maisha iko na Yesu. Siri kubwa ya maisha ni Yesu. Huu uzima na furaha na amani iko katika Yesu. Unaona? Ndio Mungu anasema jihadharini, jilindeni aina za choyo na tamaa, kwa maana maisha ya mtu hayatokani na wingi wa mali alizo nazo. Ni wangapi wanadanganyana siku ya leo kwa sababu ya tamaa ya pesa? Ni wangapi wanaibiana? Ni wangapi wananyang'anyana? Ni wangapi wanaendea watu hata kwa wachawi na waganga kwa sababu ya tamaa? Wengine hata wanaua mume wa mtu ndiye ashukue mke wake, tamaa. Wengine anaua hata mtu ndiye ashukue hata mashamba, tamaa. Wakidhania kwamba wakipata wako na maisha, lakini hamna. Ni taabu tupu. Amen. Maandiko inasema jihadharini, jilindeni na aina zote za choyo ambao ni tamaa, kwa maana maisha ya mtu hayatokani na wingi wa mali alizo nazo. Na kwa sababu ya hivyo watu wengi wameingia katika mitego ya shetani, wamemuacha Mungu kwa sababu ya tamaa. Kuna watu ambao wamejikuna kichwa, hata kipara imetokea kwa sababu ya tamaa ya kutajirika. Anajikuna akitamani zile bilionea, akitamani. Wengine anaona, unasikia mtu anaona hata magari, anatamani, anajikuna, yani halali usiku na mchana. Akiamuka hivi anaona gari, akilala hivi anaona bilionea. Yani wanaishi katika masikitiko, wanakosa usingizi kwa sababu wakidhania ya kwamba wingi wa mali, wingi wa majumba, mashamba, wingi na kuwa tajiri, ati hiyo itakupatia uzima. Hapana, haiwezi kukupatia uzima. Tunahitaji tujue siri za mbinguni, ndugu wapendwa. Unajua watu wamehubiri utajiri hadi ninashangaa. Wahubiri wakisimama utajiri, na kutajiria na kutabiria, wewe ni bilionea, na kutajiria na kutabiria. Hiyo ndio mahubiri ya kujaribu kutajirisha watu na uongo, yani mdomo ya uongo tu, ndio upendezwe, ufurahie, utoe sadaka. Yani utajiri imekuwa ni kama kuingia mbinguni. Sikia ya kwamba sasa mahubiri ni utajiri na ufanisi, kuongezea, kuwa na wingi wa mali, kuwa na wingi wa vitu, na wale walio na vitu wanaonekana kama ni kitu. Hata kanisani hao ndio wanapatiwa nafasi kubwa. Huyo ndio chairman, huyo ndio mzee wa kanisa, huyo ndio mchungaji, wengine hivyo, huyo ndio ataibisha, maana ako na wingi wa pesa, wingi wa mali. Hiyo ni udanganyifu ya shetani. Amen. Mungu anasema wingi wa mali, hiyo sio maisha. Tujihadhari na tamaa, maana tamaa ndio imefanya watu wakaweze kubebeshwa mizigo mizito ya stress na depression. Hata wengine wanatambia na madawa ya mifuko, kwa sababu wamekorogwa na mawazo ya kujaribu kutajirika na kutafuta vile ambavyo watakavyotajirika mapema. Unaona? Hizi ni nyakati ambazo tunahitaji kujihadhari, maana tamaa ndio inaua watu. Tamaa mbaya ndio inafanya watu waabudu hata shetani. Amen. Na ili hali maandiko inasema ya kwamba, sikia nikueleze,
Maandiko inasema ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kama ngamia kuingia katika tundu la sindano kuliko yule tajiri unayemjua, huyo bilionea, huyo bilioneza. Akikuingia katika ufalme wa mbinguni itakuwa ni gumu kama ngamia kuingia katika tundu la sindano. Na mahubiri siku ya leo ni ya matajiri. Matajiri, vile watakuwa tajiri, vile watakuwa bilionea, vile utaongezeka. Yaani wanataka watu wawe matajiri sana, na maandiko inasema itakuwa ni vigumu kwa wale matajiri wa dunia hii kuingia mbinguni. Sasa kanisa imekimbilia wapi? Pale Mungu anasema hivi, hapo ndipo wanataka. Wanataka kuingia katika majaribu. Na sisemi ya kwamba matajiri hawataingia mbinguni. Alisema itakuwa ni gumu, wataingia lakini ni gumu, ni kama ngamia kuingia katika tundu la sindano. Ndio tunajua hakuna kitu gumu mbele za Mungu, hata ngamia inaweza kuingia katika tundu la sindano. Lakini anataka kuonesha itakuwa ni gumu, maana matajiri wengi wanaabudu pesa zao. Mtu mmoja akaniuliza, sasa nyinyi munaomba, mimi ninaomba nini? Na mimi ni tajiri, mimi niko na mali. Sasa unaniambia twende maombi? Maombi ya nini? Niko na mali. Yaani matajiri wengi hawaoni maana ya maombi, maana ya kumhitaji Mungu. Huyo mtu akiojeka, si ako na daktari wake. Huyo mtu akipata shida, sijui ako na bodyguard au ako na bunduki. Yaani wameweka tumaini zao katika hela zao na mifuko yao na utajiri. Sasa hawezi muona Mungu. Na ndio maana wengi hawataweza kuingia mbinguni, maana wameweka utajiri wao mbele, wanaabudu utajiri wao na mali, hawamuoni Mungu mahali. Unaona? Mtu akienda hata kwa mahakamani, hahitaji Mungu afanye jambo ya uhaki, yeye ako na pesa, anaweza kuhonga. Unaona? Kiburi. Akipata mahali ambapo watu wanapanga foleni ama laini, yeye hawezi panga laini, yeye anaruka laini, manake tumbo iko hapa, anaikunakunia hapa. Kiburi, hawawezi kunyenyekea. Ndio maana Kristo akasema itakuwa ni gumu wale matajiri wa dunia hii kuirithi ufalme wa mbinguni. Amina. Wakati wa mikutano kama hii ya Injili hauwezi muona, maana yeye ni tajiri sana. Yeye hahitaji Mungu, maana ako na pesa. Lakini siku inafika, hiyo pesa haiwezi kumsaidia. Hiyo pesa ni mali tu ya Mungu. Hakuna kitu mtu anaweza kutisha Mungu nacho, maana dunia ni mali ya Mungu, mbingu na ardhi ni zake. Unaona? Lakini wameweka mali kuliko Mungu, wakajiheshimisha na wakajiweka katika vidarasa na viwango ambazo hawezi kuguzika. They are don't touch, they cannot be touchable. Unaona sasa? Sikia, ndio Mungu anatuambia tujihadhari, ndugu zangu. Wingi wa mali, hiyo sio kusema uko na maisha. Wingi wa pesa au mali ama vitu tulizo nazo, hiyo sio maisha. Maisha iko na Yesu, uzima uko na Mungu. Maandiko inasema ya kwamba mtu ambaye anayemuogopa Mungu, mtu ambaye anamtii Mungu, anayenyenyekea, huyo atapata uzima. Uzima uko katika mkononi mwa Mungu. Sikia? Sasa sikia, wale ambao wako na tamaa ya mali, tamaa vile inafanya watu nyakati za mwisho. Umekuwa ukiona katika sinema ambazo huwa ninaonesha hapa, na hata leo utaona vile watu ambavyo wanafanya na vile watu wanaingia katika mitego kwa sababu ya tamaa. Hebu tusome Timotheo wa kwanza pale 6. Inasema hivi. 6 kuanzia 10 inasema hivi. Kwa maana kupenda pesa ndio shina au muzizi moja la maovu ya kila namna. Ati kupenda pesa, kuwa na hiyo tamaa ya mali na pesa, hiyo ndiyo shina, hiyo ndiyo muzizi wa nini? Wa maovu ya kila namna. Kila namna ya maovu tunaona shina yake, muzizi wake ni kupenda pesa. Mtu anachinja mwingine kupenda pesa. Kupenda, yani hiyo upendo wa pesa
ndio shina au mzizi wa maovu yanayofanyika hapa duniani. Watu wanajiuza, wengine wanauza hata vidole vyao, wanauza hata viungo vyao kwa sababu ya upendo wa pesa wa kutajirika. Wengine hata wanauza watoto wao, wanawafanyia makafara ya kishetani ili wapate pesa. Wengine wanaenda hata kwa uchawi na uganga, wanawauza watu wao. Shina moja la uovu, mzizi moja wa uovu ni upendo wa pesa, upendo wa kutajirika. Hiyo ni pepo kubwa sana, ndio imefanya watu wanauana. Unasikia duru alikufa mambo na kwa sababu kuna kitu na ni upendo wa pesa. Kwenye doa, watu wakiingia kwenye doa wanaingia kwa upendo wa pesa, hawana upendo wa mtu na mtu yule mwingine. Hapo ndipo unasikia mzee ameua, amewekea mzee dawa, yaani mama amewekea mzee dawa ili afe, ili arithi mali yake. Angalia zile makesi mingi ambazo ziko katika mahakamani, ni upendo wa pesa. Mtu amependa pesa, amependa mali, anaongea au anashuhudia uongo, anakamata mtu, anamsikizia jambo, anaingizwa ndani, anafungwa, maana anatamani kurithi au kuchukua mali yake. Ni upendo wa pesa umeleta uovu katika dunia hii. Yes, watu wanauliwa usiku na mchana, maovu yanatendeka, wamama wanawasichana wanajiuza peupe mchana kwa sababu ya upendo wa pesa. Siku ya leo hawana hata aibu kuchu hawana. Nairobi, hata sio Nairobi, hata hapa mtu hapo mali, wanasimama mchana peupe, wanapigwa na jua kali, amekuwa amesimama kama kijiti akigojea wanaume ajiuze. Upendo wa pesa ndio umefanya haya yote. Watu wametumiwa mili yao, wengine wamejiuza, wengine wameingia katika biashara haramu za kuuza madawa na kuuza vileo kwa sababu ya upendo wa pesa, na hata hawaangalii maisha ya wale ambao wanawauzia. Unajua kuna mambo huwa ninauliza, hizo vitu wewe unauzaga, unaweza kuuzia watoto wako. Kama ni pombe unauza, unaweza kuuzia watu wengi. Wengine wanauza bagi, wengine tubako. Yani vile vitu unafanya, je, unaweza kuuzia watu wako? Maana Yesu alisema vile unafanya ungependa kufanyiwa wewe mwenyewe, unaharibu wenyewe. Wewe ungependa wako uharibiwe. Ati mtu akiingia kwenye biashara yako, familia anapoteza, anafilisika. Akiingia huko anakunywa hata viatu, anatembea mguu kama kuku. Angalia upendo wa pesa. Na yule ambaye ako pale kwa ile kiti, yeye tu anafurahia wakati anaingiza pesa, na angalia maslahi ya hawa watu ambao wanakuja wakisema wao ndio wateja wake. Watu wanakaa kuhurumiwa, wengine wamekoda na bado wanachukua pesa zao. Kwani iko nini? Upendo wa pesa ni chanzo cha uovu wote hapa duniani. Mungu anasema ya kwamba tujihadharini na upendo wa pesa. Watu wameingia katika mambo mabaya, katika biashara haramu ambazo hazimpendezi Mungu. Watu wakakosa upendo wa kujaliana, watu wakakosa hata huruma ya kuhurumia mwingine na mwingine. Maana tu akikuona anaona pesa. Ati ukiona huyo mtu unaona pesa. Ukiona gari kama hii inakuja unaona pesa. Huyo mtu akitoka tu anunue dimu. Wakati mmoja nilitokea mahali, nikatoka tu ninunue kadimu tu, dimu ya shilingi 5, dimu moja unauziwa shilingi 20. Maana ameona gari. Sasa ni biashara au ni upendo wa pesa? Ati unaona mtu kwa sababu umeona umeongeza. Hiyo sio haki, hiyo ni unafiki, na hiyo ni wizi na ukora, na hiyo ni tamaa ya pesa. Wacha nitoboe. Mungu anasema tuwe watu wenye haki. Haufai kubadilisha bei maana umeangalia mtu kiatu yake. Hii ni uso ya pesa, rangi ya pesa. Ndio moja la maovu ya kila namna, au ndio mzizi wa moja wa maovu ya kila namna. Nasikia sasa baadhi ya watu wakitamani pesa wameiacha imani na kuichoma wenyewe na maumivu mengi. Hapo ndio sasa
Ati baadhi ya watu kwa sababu ya kutamani pesa wameiacha imani iliyo ya kweli na kujichoma wenyewe kwa maumivu mengi. Unaona? Watu wamejichoma na maumivu mengi, watu hawalali, wameacha na imani, maana wanataka pesa. Tunajika mapema. Mtu anaomba siku mbili tatu, anaona Mungu hajibu, anakimbia kule ambapo kuna waganga na wakora. Anaenda huko maana anataka kujibiwa mapema na haraka. Upendo wa pesa ndio chanzo cha maovu yote. Mungu atuhurumie sana. Maana aliyeleta pesa na kuambia aliharibu dunia. Aliharibu dunia. Hata katoto kadogo, karibu katoto kananyonya, uone kanajua pesa. Watoto ni wadogo sana. Watoto wanalia, lakini ukipatia pesa ananyamaza. Wengine niliona anapewa shilingi, anagongesha shilingi chini. Yaani anajua hata shilingi. Na hata hajaenda shule. Ajue ABCD 1 2 3 4. Lakini shilingi hawezi. Upendo wa pesa. Nani aliyeleta pesa? Sasa tutaelekea wapi na tutaenda wapi? Mungu anasema hivi: lakini wewe mtu wa Mungu, sikia, lakini wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo haya yote, fuata haki na utauwa na imani na upendo na saburi na upole. Unaona? Ati nyinyi watu wa Mungu, nyinyi mnaonisikiza, Mungu anawaambia nyinyi jitenge na upendo wa pesa. Usitafutane na kukibizana na mambo ambayo haina faida kwako. Kula jasho yako, hiyo ingine achana nayo, na utosheke na kile ulicho nacho. Pia anasema fuata haki, fuatana na haki, utauwa, imani, upendo, saburi na upole. Upendo wa pesa ndio umefanya watu waingie kwenye betting. Hapo ndio sasa sport pesa ndio huyo ako kwa vieta kwa kadege. Hati mtu hata anaweza kujikua kwa sababu ako kwa sport pesa. Mwingine hata hajui akimaliza mkate karibu aume kidole, maana ako kwa sport pesa avieta. Yeye tu ni kadege, anaguza kadege na kubeti. Betting hiyo ni nini? Ni upendo wa pesa. Maana unataka mingi kuliko ile uko nayo. Useme ukweli. Mungu anasema hiyo ni upendo wa pesa ambao inafanya watu waingie kwenye mitego. Na wacha nikwambie, hizi makampuni za betting za Aviator, Sport Pesa, hawa ni wakora. Hawa ni wakora na wanafanya ukora kukupitia wewe. Ni kama conman, lakini hawa ni wakora wengine. Unatuma hiyo 10, mwingine anatuma 10. Unafanyiwa hivyo ni kama farasi, unapoteza. Yeye anaivuta. Na wakati wa kwanza anajua kukupatia, anajua kukupimia. Unapewa kadogo, unapewa hiyo. Ukipewa unasema fikia ingine kubwa kuliko hiyo. Unachezewa karata, umeshinda 50, sasa unaona wacha nifanye tena. Unashinda 100. Hivyo tu, lakini mwishowe utajikuna. Kipara itokee. Maana ni karata unachezewa. Na wale wanafanya hivyo ni watu ambao wako na upendo wa pesa kuruka. Na si ndio maana watu huwa wanabeti. Unapata hata mama anabeti. Sijui kama huku kuna hizo mashini. Unapata mama ametumwa na pesa za boga, kuendea boga, lakini anaingia kwa sanduku ya beti. Naenda kwa Sport Pesa. Hata pesa ya boga yuko hapo. Maana anataka kushinda milioni. Huwa mamilionea. Unaona watu wamejitesa, wakaingia kwenye mitego. Juzi niliona hata mwanafunzi ameingia huko. Yaani amebeti hadi school fees. Pesa ya shule ya kulipa shule. Hiyo imeenda. Betting ni kitu ambacho kako na roho kubwa sana. Roho ya addiction. Ukianza kuingia katika hizo vikundi, nakwambia kuacha ni Mungu tu. Hata usikie kweli sasa hivi, kuacha ni Mungu tu. Maana hawa watu wanakukorogea. Vile unachukua pesa zao. Hizo pesa ziko na kitu ambao inafanyiwa. Once ukipata hiyo pesa, utairudisha huko tu. Ni kama ya majini. Ya majini huwa inarudi majini. Hawezi kula yao. Utairudisha huko tu.
Hey, wangapi ambao wametajirika na betting na wamekaa maisha mazuri? Mimi nimeona watu wameshinda mamilioni. Na mtu sasa hivi anatembea miguu tupu. Hiyo pesa hawezi kujua vile imeisha. Ya majini inaishi majini. Maana haina haki. Maana yule ambaye hiyo pesa haina baraka. Wewe ukiibiwa hiyo 10 yako ama hiyo 100. Mtu naye ameishika. Wewe unaanza kulaani na kujuta. Wameibia. Unakuwa na stress mingi sana na unalaani. Yaani hiyo pesa huwa hauiachilii. It's not a fair game. Sio mchezo wa ball, ni wa kweli. Wewe ukishindwa unasikia vibaya. Na yeye yule amepata hiyo pesa, anafurahia sana. Ati uniambie hiyo pesa itamsaidia? Haiwezi kumsaidia. Maana ni pesa ambayo haina haki. Yeah? Ati imeandikwa wapi kwa Biblia? Mambo ya betting na aviator na sport pesa. Twende kitabu cha Proverb. Proverb ni Mithali 13 usikie. Mithali 13 pale 11. 13:11. Sikia vile inasema hapa. Wale wakupenda hizo pesa na hizo betting na sport pesa. Sikia. Fedha isiyo ya halali hupungua. Pesa yote ambayo haikuji kwa halali, kwa kweli inapungua. Lazima itaisha. Na inafikia hata fedha yako ya mfuko. Unaporusha hiyo pesa ambayo sio halali, sio ya kweli, haina uhaki, hiyo pesa itafanya upungue sana. Itakupunguza. Hata ile yako itang'oa. Maana pesa isiyo ya halali, hiyo ya pesa na ingine ya ukora na udanganyifu na uongo, na kuambia hiyo inapunguza pesa zako zote. Ni kama viazi moja ambayo ni bovu umeweka kwa gunia ya viazi mzuri. Hizo viazi zingine zote zitaharibika tu. Kwa sababu ya nini? Maana hiyo moja sio halali, yani haina kweli, yani ni laana. Na si ndio? Na si ni afadhali shilingi moja ambayo ni ya baraka kuliko milioni moja ambayo ni laana? Si ni afadhali kidogo ambacho kiko na Mungu kuliko mali mingi ambayo ni ya taabu ambayo haina Mungu? Ni afadhali kidogo ambacho ni cha haki kuliko mengi na kuwa na vitu vingi ambavyo hazina haki. Maana zitakumaliza tu na zitakujia hata uhai wako. Unaona? Wacha tusome kitabu ambacho ni cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Mungu anajaribu kutuonyesha na kutuambia ya kwamba hayo mambo ambayo tunakibiria, hapo hakuna uzima, hapo ni majuto na kilio na kujichoma choma sana na stress mingi sana. Lakini siri iko katika Kristo. Utajiri mkubwa ni wale ambao wako na Kristo ndani yao. Utajiri mkubwa ni wale ambao wana utajiri wa hekima ya Mungu ndani ya maisha yao. Wale waliomjuana na Mungu wao. Wale wamemjua, wanataka kumusikia. Huo ndio utajiri mkubwa, kuwa na Mungu ndani yako. Hata wale wa Kristo ambao ni matajiri, Mungu anasema hivi, enyi ambao ni matajiri, muwe matajiri kwa kutenda mema. Yaani kama uko na mali, kuwa tajiri kwa kutenda mema. Kwa hizo utajiri yako, fanya mambo mema. Saidia watu, fanya matendo mengi. Uwe tajiri wa kutenda mema. Sio tajiri wa kufanya tu tumbo yako iendelee na kuongezeka. Lakini uwe tajiri wa kusaidia hata tumbo ya yule mwingine. Hiyo ndio utajiri Mungu anadhamini. Na utajiri mkubwa ni yule ambaye aliye na Kristo, yule aliye na uzima, yule aliyeokoka, yule aliye na tumaini. Huyo ndiye ako na utajiri mkubwa. Maana dunia hii na mambo yake itakuja kupita. Unaona? Wacha tusome hii. Tunakuja kumaliza. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza pale 2:5. Yohana wa kwanza pale 2:15 inasema hivi. Sikia. Msiupende ulimwengu. Sikia sasa. Hii ni ya wale ambao wanataka kusikia. Msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ya ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Upendo wa Mungu haumo ndani yake.
ya kwamba ukipenda dunia na ulimwengu huu, kukimbizana na dunia na mali ya hapa duniani, upendo wa Mungu hautakuwa ndani yako. Wewe utakuwa ukiongea tu kuhusu dururu, kuhusu pesa, kuhusu mali na kuhusu tu hiyo ndio lugha ambayo wewe unaelewa. Hata masikio yako haiwezi kumpenda Mungu, haiwezi kusikiliza Mungu. Unataka kusikiza kule ambapo pesa zinatajiwa. Haiwezekani upende dunia hii na upende Mungu. Hauwezi. Hauwezekani uwe na upendo wa Mungu na uwe na upendo wa Mungu. Haiwezekani. Si hata Mungu anasema ya kwamba hawezi abudu miungu miwili. Hawezi kuabudu Mungu ambaye anaitwa Mamoni, ambaye ni Mungu wa pesa, miungu ya pesa. Hawezi. Na upende Mungu, hiyo haitawezekana. Lazima upende moja, uchukie moja. Sasa sikia, msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Unaona? Ati vitu vilivyomo katika dunia hii, kitu chochote unaona hapa duniani, yani tamaa ya mwili, na watu wengi wanatembea na tamaa ya mwili na malingo ya mali na pesa na kiburi. Hiyo tamaa ya macho na kiburi cha uzima na maisha haya, Mungu anasema havitokani kwa Mungu, bali yanatokana kwa yule mubaya ambaye ni Ibilisi, Shetani. Na hivyo anasema nao ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele na milele. Nasikia? Ati ulimwengu huu unapita pamoja na tamaa zake, lakini yule ambaye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele na milele daima. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Ndugu wapendwa, tusije tukawa na upendo wa mambo ya dunia hii. Hii ni mtego mbaya sana wa Shetani. Sasa hivi Shetani ameongeza tamaa ya dunia. Watu wameongezwa matamaa. Hawalali usiku na mchana. Kama ni mashindano ya matamaa. Hiyo tamaa lazima uwe na kiasi. Hati mtu anataka kuwa na ile mpya imetokea, ni tamaa. Ati unauza hiyo uko nayo, ununue ile mpya, tamaa. Na Shetani amejua mwanadamu hawezi kutosheka. Kwa hivyo kila siku wanatoa vitu vigeni, vitu vipya. Simu ndio, unapata simu nyingine imetokea. Lakini zile zingine zile. Kama ni magari zinatokea mpya kila wakati. Sasa tunaenda KD inaisha. KA, KB, KC, KD, naingia KISA. Tamaa tu, magari ni ile tu. Na kuna mtu atauza hiyo maana ameona namba nyingine imetokea. Tamaa tu. Sasa Shetani amejua mwanadamu hawezi kutosheka. Sasa wale wa kukimbizana na dunia watahema, watachoka na watafilisika na kuwa maskini. Wakijaribu tu kujitoshelesha, yani kuwa tu na amani. Lakini ukidhania kwamba uko na hiyo mpya, ingine imekuja. Ukidhania umefika, ingine imetokea. Hapana, tunahitaji kuwa na kiasi ya mambo ya hapa duniani. Usije ukakosa usingizi kwa sababu ya mambo ya dunia. Hapana. Yesu alisema ya kwamba usitaabike kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Ukipata chakula iko sawa, endelea na maisha. Ingine yote inakuja kuisha. Haleluya. Tusije tukadanganyika. Shetani anajua mwanadamu hawezi kukata tamaa yake. Yani hawezi kutosheka. Kwa hivyo ameleta vitu vingi sana, mali mengi sana. Yani ameleta mambo tu, watu wanajaribu tu kukimbizana na dunia. Fashoni inatokea, hii ingine imetokea. Shetani anajua watu hawatawahi kutosheka. Ndio unaona watu wanajikoroga. Wengine wanakorogwa kama vikoroga uso. Tamaa tu, maana nataka kukaa kama mzungu. Unaona kinywele kingine kimetokea. Sijui ni cha blue, cha green. Sasa anapata stress. Anauza kuku, anunue kinywele cha green, cha blue. Akijaribu vile atatosheka, lakini hata akinunua hatatosheka. Kingine kinatokea. Mafashoni zinaendelea na kuongezea.
ndio wanadamu waendelee na kukorogwa na kuchochwa na kudugadugwa, maana wanakimbizana na dunia na tamaa hizo. Ai, ndugu yangu, kaka yangu, hii dunia ukikimbizana nayo utachoka. Tunahitaji kuwa na kiasi na kuwa na msimamo. Tosheka na ile ulio nacho. Amina. Hiyo ndio kweli. Wacha tumalize hii. Kitabu ambacho ni cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza pale 6. Bado Mungu anatukumbusha na anatuonya tujihadhari juu ya tamaa na wingi wa mali. Maana maisha, wingi wa mali, hiyo si kusema ya kwamba uko na maisha mazuri. Hapana. Hapana, maisha haiko hapo. Maisha na siri ya maisha iko kwenye Mungu. Iko kwenye watu ambao wanamjua Mungu, wanamhofu, wanaweka uhaki, wanamtii, wanaonyenyekea, wale wazishikao amri za Mungu, wana amani kweli. Wana amani wale waombao, wana amani wale waombao. Wana amani kweli. Wale wamjuao Mungu wao watafanya mambo makuu. Hata kama hawana dururu, lakini mambo ya makuu wataipata. Maana kile kizuri zaidi ni amani ya roho, upendo wa roho, uhuru wa Mungu ndani yako. Glory to Jesus. Timotheo wa kwanza pale 6:6, maandiko inasema hivi. Sikia. Lakini utaua na kuridhika ni faida kubwa. Sikia. Ati ukiwa na utaua ambao ni uhaki, ambao ni utakatifu, au kujitenganisha na mambo ya dunia hii na kuridhika, ni faida kubwa. Amen. Ni faida kubwa sana hapa duniani. Usipokuwa na hiyo kuridhika, wewe ndio masikini kabisa. Hata ukiwa na milionea, ukiwa bilionea, lakini uwe hauridhiki, wewe ni masikini hohehae tena wa mwisho. Maana tajiri mkubwa ni yule ambaye ameridhika, sio kwa sababu ako na dururu mfuko, maana ameridhika na kidogo alicho nacho. Huyo analala kama mtoto vizuri, na tena anangorota usiku. Lakini yule ambaye ni bilionea, lakini haridhiki, bado ako na tamaa ya vile ataongeza mingi na mingi, halali, anajikuna usiku na mchana. Wengine wanaamuka usiku na mapema, lakini hakuna. Kwa sababu ya nini? Maana wana tamaa. Unajua maandiko inasema nini? Unajua kuna kitabu nitakuambia kinasema hivi, ati ni bure sana kuamuka asubuhi na mapema. Ati ni bure sana kuamuka asubuhi na mapema ati ukitafuta pesa. Maandiko inasema kwa sababu Mungu huwapa wale ambao awapendao wakiwa tu wamelala. Mungu amewapa. Naona mtu anafungua duka yake hata saa 10 na atapata kitu na atarudi nyumbani akiwa amefurahia. Na mwingine na yeye aliamuka mapema, hata hajalala, saa 10 ndio huyo, lakini hata hana. Maana siri iko kujua Mungu. Siri ni kujuana na Mungu. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Juana na Mungu kwanza, yeye atakuandalia, yeye atakupatia, hata kama ni wateja. Usiwe mtu wa kukimbizana na hii dunia. Hii dunia imepita na wengi. Wengi wamepitwa kama basi. Maana wanakimbizana tu na mali na vitu. Vijana, jiepusheni na tamaa ya mali na kutajirika. Ni wangapi wameingia kwa Illuminati? Wakitafuta pesa na kutajirika mapema. Yaani mtu anakufa haraka sana. Kuliko miaka yake. Itakufaidi na nini? Uwe bilionea ukiwa kijana. Alafu hautafikisha 30. Hautafikisha 30, unakufa tu. Hata kuzaa haujazaa. Sasa hiyo ni bure sana. Tunahitaji kujua ya kwamba wingi wa mali sio maisha. Na shetani anajua hii siri. Ndio maana shetani anaendelea na kuuzia watu uoga ya kutafuta mali na kutajirika.
Maana shetani anawida roho za watu kupitia mali na pesa. Hebu angalia wakati Yesu alikuwa anajaribiwa na shetani. Yesu anajaribiwa na shetani. Shetani anamwambia ya kwamba ukininamilia mimi, ukininamilia nitakupatia hii majumba, hii vitu vya dunia, yani nitakutajirisha. Unaona hii maufalme nitakupa. Mbona Yesu alijaribiwa na mali na ufalme na pesa, ati ili ainamilie shetani apewe hii dunia? Ni wangapi leo hii wameinamilia shetani, wamekubali kuabudu shetani na maibilisi na mashetani na majini, lakini wakapatiwa ufalme, wakapatiwa uongozi. Wengine wanaongoza na nguvu za majini, maana waliabudu shetani. Wengine mapesa, ndio hao wamepewa majumba, unasikia amepatiwa yeye ndiye ambaye anadhamini mali makubwa sana, lakini ni bure sana. Maana itakufaidi namna gani? Au itakufaidi na nini wanadamu kupata hizo vitu vyote, alafu mwisho upoteza maisha yako? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tumalizie. Inasema ya kwamba lakini kujitenganisha na kuridhika ni faida kubwa sana, kwa kuwa hatukuja humu duniani na kitu chochote, wala hatuwezi kutoka humu na kitu. Unaona? Ati maana hatukuja humu duniani na kitu chochote, na wala hatutaweza kutoka humu na kitu. Hata uwe na wanawake 10, uwe na manyumba na uwe na eka milioni, hautabeba hata moja ukila mbinguni. Ukitoka hapa duniani hautatoka na kitu chochote. Hiyo inafanya tunyenyekee sana, kuona ya kwamba vitu vile tunapenda, manyumba tunapenda, magari tunapenda, hakuna kitu utarudi nacho. Hiyo inafaa ikunyenyekeze na ikusaidie kukaanisha na Mungu na watu vizuri, maana hakuna kitu ambacho, kwa kuwa hatukuja humu duniani na kitu chochote, wala hatuwezi kutoka humu duniani na kitu. Kwa hivyo wacha stress, wacha depression, wacha kujiua kwa sababu ya mali na vitu za dunia hii. Wengine unajinyonga kwa vitu, kwa sababu ya vitu ambavyo haukukuja hapa duniani nazo. Sasa unajinyonga, unapatana na Mungu, unahukumiwa, maana hauna ruhusa ya kujiua. Maana ukijiua ni kama umeua mtu, unahukumiwa, maana wewe sio wewe ulijileta hapa duniani. Hawezi jinyonga na uingie katika ufalme wa Mungu, maana wale wote wanajiua. Na kuambia maandiko inasema ya kwamba wanaharibu hekalu ya Mungu, na wao wataharibiwa milele. Sikia, lakini kama tuna chakula na mavazi tutaridhika navyo. Sikia sasa, ati kama uko na chakula na mavazi, na mimi nikiangalia sioni mtu kwa uchi hapa. Hata sioni mtu ambaye ako na njaa. Mko na chakula, hamuko uchi, ridhikeni. Hivyo ndivyo Mungu anasema, ridhikeni. Lakini kama tuna chakula na mavazi tunaridhika navyo. Unaona? Lakini wale watu wanaotamani kuwa na mali kwa haraka huanguka kwenye majaribu, na wamenaswa na tamaa nyingi za kipumbavu zenye kudhuru, zinazowazamisha watu katika uharibifu na maangamizi. Kwa maana kupenda pesa ndiyo shina moja la maovu ya kila namna. Unaona? Hiyo ndio neno. Hiyo ndio neno. Mungu ni mwaminifu, hata waiacha watu wake. Ile muhimu wakati huu ni kumtafuta Mungu. Mungu anasema tumtafute kwanza, ufalme wake uwe ndani yako. Utajiri mkubwa ni yule aliye na ufalme wa Mungu ndani yake, maana huyo ako na tumaini. Hata kama maisha haya atatoka humu, hatatoka hivyo, bali anatoka na utajiri ya kwamba ataishi tena. Unajua tuko hapa duniani, tujiandae. Hapa duniani ni mahali ambapo ni pa kurekebisha, kama vile watu wanapelekwa rehabilitation center. Mtu akiwa mlevi sana anapelekwa rehabilitation center, mahali pa kubadilika. Anafungiwa mahali ajaribu kubadilika na kuachana na hiyo tabia. Sasa hapa duniani ni mahali pa kubadilika, maana kuna mahali pengine tunaenda
Ukiwa duniani, kaa vizuri na Mungu, juana na Mungu, koka, pea Yesu maisha yako, ishi katika maisha ambayo inamtukuza Mungu. Amini Mungu na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Wacha tuombe na tushukuru. Baba, katika jina la Yesu, ni asante sana kwa sababu haya maneno ambayo Bwana umetunenea Jehova, ya kwamba tujihadhari na choyo na tamaa, maana wingi wa mali sio wingi wa maisha, au sio maisha Bwana, lakini maisha na uzima iko kwako Bwana, na hekima iko kwako Bwana. Wewe ndiye unaongeza watu maisha na unaongeza watu siku, na ukisema ya kwamba mtu hatapitisha siku moja, hawezi. Hata kama ako na mali hawezi, maana ni wewe Bwana utupae uzima. Baba, tunaomba watu wako hawa wape hekima inayotokana na kwako, watenganishe na hiyo tamaa. Wengine wametegwa na mitego ya kupenda pesa, sport pesa, betting na hizo zingine zote. Bwana, watenganishe katika jina la Yesu. Wape Bwana kujizuilia, na wape kutosheka, na uwape hata kufanya kazi kwa mikono yao, na wakapata baraka ya jasho yao katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba wakumbuke wale wote ambao wamesikia hiyo Injili pamoja na nyumba zao. Ulisema ya kwamba tutosheke na hicho, maana hautatuacha, kwa sababu unajua tukile tunahitaji chakula, unajua chochote tunahitaji, wewe unatujua. Baba, angalia roho zao na mahitaji ya hawa Bwana, katika jina la Yesu. Wacha kusije kukaa na umoja atakaye toka mahali hapa Bwana na kuhangaika wala kukosa. Bwana, ninaomba umbariki, na katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina.